Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia ikuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni tena wapenzi wafuatiliaji wa channel ya kanisa la saa 11. Tuendelee kujifunza yale ambayo Mungu wetu na Baba wetu wa Bwana wetu Yesu Kristo amekusudia. Kama kawaida, kabla ya kufanya lolote, naomba tuweze kupiga magoti kwa ajili ya kuingia kwenye somo letu la jioni ya leo. Mungu wetu na Baba wetu wa mbinguni, tumekuja kwako tukiliitia jina lako. Asante kwa kutupenda na kutupenda upeo. Asante kwa kumtoa mwanao wa pekee Kristo Yesu kuja na kufa kwa ajili yetu. Asante kwa yote ambayo umetufanyia kusudi tuweze kupatanishwa pamoja nawe. Asante kwa mtazamaji anayefuatilia vipindi vya kanisa la saa 11. Endelea kumsaidia na kutusaidia wote kwa ujumla tuweze kufikia utakatifu, ikiwa ni maandalizi ya kwa ajili ya kukulaki utakaporejea mara ya pili. Tangu mwanzo wa kipindi hiki, tuaomba uwe pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu akatuongoze, andaye mioyo ya watoto wako, ili kwamba kweli hizi unazotufunulia ziweze kupata nafasi na nguvu katika maisha yetu, na zilete mabadiliko katika tabia zetu, ili kwamba tabia ya Kristo iweze kuzalishwa ndani ya maisha yetu, ili kwamba Baba, napotazama kutoka mbinguni naona tabia ya mwanao ikiwa ndani yetu. Ni katika jina la Kristo Yesu tumeomba na hata kuamini. Amina. Basi wapendwa, Mungu wetu ni mwema. Jioni hii naomba tuweze kupitia somo lililobeba ujumbe, kwa nini na lini Roho Mtakatifu, Holy Ghost, alikuwa nafsi ya tatu ya uungu. Kwa nini na ni lini Roho Mtakatifu, kwa mabano Holy Ghost, alikuwa nafsi ya tatu ya uungu? Yaani katika kichwa hicho, ikimaanisha kwamba tunazungumzia nafsi ya tatu katika uungu, Roho Mtakatifu. Ni lini kulikuwa na nafsi ya tatu katika uungu, na ni kwa nini
nafsi ya tatu irejelewe kama nani? Roho Mtakatifu au Holy Ghost. Ni kwa nini? Tunaweza tukasoma kile kitabu cha Yohana Injili 14 mstari wake ni wa 10 tuanzie 15. Mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. 17. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Jambo la kwanza ama kidokezo cha kwanza, tangu milele asili ya kimungu ya Roho Mtakatifu ya mwana wa Mungu imekuwa nafsi ya pili ya uungu. Tangu milele asili ya roho ya kimungu ya mwana wa Mungu ya Roho Mtakatifu imekuwa nafsi ya pili ya uungu. Ndio maana yake ni kwamba umekuwepo na nafsi mbili tangu milele. Shahidi unaweza kupata kwenye kile kitabu cha Zekaria 6:13 na Zekaria 13:7. Hakukuwahi kuwa na nafsi tatu katika uungu. Kulikuwepo na nafsi ngapi? Mbili. Na hiyo inatokana kwamba Mungu ni roho. Yohana Injili 4:24. Mungu ni roho, na wote wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Sasa kwamba kumekuwepo na nafsi mbili tangu milele. Roho ya unabii nayo inatuthibitishia kwamba katika mabaraza ya mbinguni, mabaraza ya amani, mmoja tu ndiye angeweza kuingia kwenye mabaraza ya amani, mashauri ya mbinguni. Mmoja tu ambaye alikuwa ni nani? Mwana wa Mungu. The only being that could enter the councils of God. Tangu milele basi asili ya kimungu ya Roho Mtakatifu ya mwana wa Mungu imekuwa nafsi ya pili ya uungu. Lakini kuzaliwa katika sura nyingine kukaanza mabadiliko ya kutoa huo uzima wa milele kama zawadi ya juu zaidi na njema ambayo mbingu zingepata kutoa. Awamu ya kwanza ya kafara iliyoandaa hii kafara kuu zaidi ya zawadi zote ilianza katika awamu ya upatanisho wa patakatifu pa mbinguni, kivuli, wakati Kristo alipochinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana 13:8 nasema ya kwamba mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Huyu mwana kondoo alichinjwaje? Na ndiyo manake ya kile kitabu cha Mithali 8 kuanzia 22 ya kwamba alichinjwa. Matokeo yake ni kabla, Bwana alikuwa nami mwanzo wa njia zake, kabla ya kitu chochote nalizaliwa. Manake kwamba badiliko lilikuwa limeshaanza kutokea. Na kusudi ilikuwa ni kusudi kwamba njia iweze kufanyika ya upatanisho. Sasa katika hali yake aliyokuwa nayo kwanza, kwa sababu Mungu anayeona tangu yaliyopita, yaliyopo na yanayokuja, aliona kwamba viumbe aliyowaumba ama atakaowaumba baadaye watafanya nini? Watakuja kutenda dhambi. Na kwa sababu hiyo lazima njia itengenezwe kwa ajili ya kumpatanisha huyu ambaye ataweza kuanguka. Viumbe hawa kiwemo ni pamoja na malaika na wanadamu. Lakini kumbuka kwamba malaika hawakukubali ofa hiyo, hawakutubu. Ndio maana yake kwamba wanadamu walikubali ofa
Na sasa inamaanisha kwamba njia mbadala lazima ingeandaliwa kabla ya uumbaji wowote kufanyika. Yaani mediator, go between Mungu na viumbe wake. Ndio maana yake kwamba Kristo alifanyika mpatanishi. Mpatanishi kwa maana yake kwamba yaani badiliko lingetukia katika umbo lake kusudi aweze kuwasiliana moja kwa moja bila kuwateketeza. Badiliko lilikuwa limeshafanyika. Na hiyo ndio maana yake kwamba alichinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Na si tendo rahisi ya kwamba ni tendo la uchungu, ambayo ni kafara ndani ya kafara. Basi katika kwamba tunakuja kuona ya kwamba awamu ya pili na ya mwisho ya patakatifu pa duniani, kitu halisi ya hii zawadi ya kafara kuu zaidi ya zote, ilitokea msalabani wakati Kristo alipoinamisha kichwa chake na kukabidhi nafsi ya uzima wake wa awali ya Roho Mtakatifu wa asili ya kimungu kwa Baba kama zawadi, ili kutolewa kwa wote ambao wangekubali masharti. Yaani serikali ya Mungu ni ya masharti. Kama unataka kupona, uona ugonjwa, basi katii masharti ya Mungu. Kwa mfano usisome kile kitabu cha Kutoka 15:26. Ukitaka kuishi maisha ya afya yenye afya, basi na uzingatie sheria za afya. Ndio maana yake kwamba hata kupokea uzima huu ni kwa masharti. Wale ambao watampokea, watakao muamini, ndio wataokolewa. Hii awamu ya pili ndiyo kwa nini na lini Roho Mtakatifu, Holy Ghost, alikuwa nafsi ya tatu ya uungu, nafsi ya tatu katika namna ya zawadi kwa mwanadamu. Ilikuwa ni kwa jinsi hii ndipo mwana wa Mungu wa milele wa zamani alifanya uzima nafsi yake wa Roho wake Mtakatifu, dhabihu ya milele kwa ajili ya dhambi. Pambano Kuu kurasa wa 313 na 14. Kristo alikuwa ameshuka ili kuchukua juu yake mwenyewe asili ya mwanadamu. Angebeba uzito wa laana isiyo na kikomo pale ambapo angefanya nafsi yake kama dhabihu kwa ajili ya dhambi. Na bado malaika wanatamani kuwa hata katika udhalilishwaji wake mwana wa aliye juu angeonekana mbele ya watu na utu na utukufu unaostahili tabia yake. Naona hapo kwamba nafsi yake kama dhabihu, angefanya nafsi yake kama dhabihu kwa ajili ya nini? Ya dhambi. Unakuja kuona kwamba kule msalabani aliposema kwamba roho yangu naikabidhi mikononi mwako, ndio manake kwamba alitoa uzima wake, na kwamba angeendelea tena zaidi ya hapo kutumia uzima wake. Alitoa uzima wake, yani Roho wake Mtakatifu, kwa mabano Holy Ghost. Holy Ghost ni kwamba survival of Christ. Unapozungumzia survival of Christ, kabla hajakuja hapa duniani mbinguni alikuwa na umbo alilokuwa nalo. Ule mwili wa kiroho ulienda wapi? Ndio manake kwamba alivunja mwili wake kwenye hema takatifu. Uzima wake akauachilia. Zile sifa zinafanyiza Mungu akaziachilia. Zile sifa ni zipi? Yaani ni zile kwamba omnipotent, omniscient, omnipresent, kwa kila mahali. Ndiposa angeweza kuwa kila mahali anapokuwa hapa duniani alipokuja kama mwanadamu. Ikikwambia kwamba kuna sifa ya aina hiyo alikuwa ameivua kule msalabani kabla akate roho, anapokabidhi kwamba naikabidhi mikononi mwako, anakabidhi uzima wake mikononi mwa Baba yake kwa faida yangu na kwa faida yako. Na kuanzia hapo, rafiki yangu, kuanzia wapi? Kuanzia hapo ndipo uzima wake, Holy Ghost, survival of Christ, kilichokuwa kimebakia kwamba ndiyo ni survival baada ya mauti yake, ya mauti ya Mungu. Yaani kama ungependa kuweka hivyo kwamba mauti ya Mungu, kwa sababu kumbuka Mungu hafi.
lakini sasa mwili wake wa kiroho ameuvunja. Kwa namna gani? Kwamba uzima wake, uzima wa milele kutokana na nini? Na Roho wake Mtakatifu aliachilia. Na ndiposa kwamba sasa kule msalabani unaanza kujitegemea kama nafsi iliyo huru kutokana na nini? Na ubinadamu wake. Ubinadamu wake, kumbuka, alikuja katika ubinadamu na vyote viwili vilikuwa ndani yake, yani sio katika nafsi ile ile. Na ndiyo kwamba ni siri ya utauwa, yani kwamba hizo mbili, asili mbili alizimiliki yeye za kwake, ubinadamu na uungu. Na ndiposa alipokuwa hapo duniani angeweza kujirejelea kama nani? Mwana wa Mungu, mwana wa Adamu aliye mbinguni. Alikuwa anarejelea uungu wake. Ndiposa sasa kule msalabani anaachana ama anakabidhi uungu wake kwamba tuweze kuridhi, turidhishwe. Takuonyesha hapo kwamba tunaridhishwaje na ni wapi katika Biblia kwamba tunaridhishwa uungu wake, na ndiyo kila kitu kwetu pamoja na ubinadamu wake. Haya, sasa ndiyo manake ya kwamba nafsi yake kama dhabihu kwa ajili ya dhambi. Nafsi iliyotolewa kwa ajili ya dhambi sio nafsi ya ubinadamu, ambapo uweze kunisikiliza vizuri. Nafsi iliyotolewa kwa ajili ya dhambi kama dhabihu sio nafsi ya ubinadamu. Kwa nini? Sheria iliyovunjwa ni kwamba dhambi iliyotukia ilikuwa inahitaji maisha ya nani? Ya Mungu mwenyewe, damu yake. Sasa kama ni hivyo, Mungu alikufaje? Na tunajua kwamba kule msalabani uungu haukufa, bali ubinadamu ndio ulikufa. Yamaanisha kwamba katika hali yake ya uungu, uzima wake kwenye hema takatifu aliyoweka chini, hatimaye aliuachilia kabisa kule msalabani, kwamba tena hata utumia kabisa. Ndiyo manake ya kwamba angefanya nafsi yake kuwa dhabihu kwa ajili ya nini? Ya dhambi. Kumbuka hata maisha ya malaika hayangeweza kulipa deni. Na ndiposa inakuja kukuambia kweli ni hakika, kwa sababu vinginevyo utakataa kwamba hakuja katika ubinadamu wetu. Unaona vile shetani anatuchezea hapo? Kuna mchezo mkali wa shetani hapo katikati. Wewe jiulize swali hilo, kwamba kule msalabani ubinadamu ndio ulikufa, uungu haukufa. Ni namna gani basi alitoa nafsi yake kwa ajili ya kulipa deni la dhambi? Na dhambi ilikuwa inahitaji uzima wa yeye aliyemtunga sheria na ambaye alikuwa sawa na Mungu katika kila hali. Ubinadamu wa Kristo usingeweza kulipa fidia kwa adhabu ya dhambi ambayo ni mauti ya milele, wala ubinadamu wa Kristo kuwa muhusia wa agano la milele. Ubinadamu wa Kristo haukuwa muhusia wa agano la milele. Kwa sababu gani? Ubinadamu, sehemu ya ubinadamu, asili ya ubinadamu haikuwepo milele zote kipindi cha agano. Kumbuka agano lilikuwa ni makubaliano kabla ya uumbaji wowote, ambayo ni mauti ya milele, wala ubinadamu wa Kristo kuwa muhusia wa agano la milele. Na maandiko husema kuwa muhusia lazima afe. Lakini na huyo muhusia habari za kwake tunazipata kwenye kitabu kile cha Ibrania 9:16 hadi 17. Lakini muhusia alikuwa mwana wa Mungu wa kimungu tu, na uungu haufi na haukufa msalabani. Kwa sababu hizi haikuwa nafsi yake ya ubinadamu ambayo Kristo aliifanya dhabihu kwa ajili ya dhambi. Kwa hivyo kwa mujibu wa kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 313 na 14, nafsi iliyofanywa dhambi iliyofanywa dhabihu kwa ajili ya dhambi haikuwa ya ubinadamu, bali ilikuwa ni nafsi ya kimungu. Nafsi ya nini? Ya kimungu. Hiyo nafsi ya kimungu unajua ni gani? Roho Mtakatifu, uzima wake. Tutaweza kusoma hapa ndio uweze kunielewa zaidi. Haya, mpaka hapa wakati Kristo alipokabidhi roho wake kwa Baba milele, ubinadamu wa mwana wa Mungu ulikuwa milele, nafsi ya pili ya uungu, wani mkuu kwenye kiti cha enzi cha mbinguni alipopaa mbinguni baada ya ufufuo wake, na Roho wake Mtakatifu akawa mwakilishi nafsi yake ya tatu. Sasa sikiliza hapo.
kwa sababu pamoja na kwamba ubinadamu wake haukuwepo milele zote, sasa baada ya ufufuo wake, baada ya kupaa mbinguni, baada ya kutukuzwa, ubinadamu huo atadumu nao milele. Na hivyo ndivyo ubinadamu wake unakaa wa milele katika hali hiyo. Lakini ukumbuke kwamba, usije ukasahau hilo, ubinadamu huo una mwanzo wake, ila hauna mwisho. Utadumu milele, kwa maana atadumu na alama za misumari milele. Na hapo kwamba alipozaliwa katika sura nyingine, alipokuja katika mwili, ndipo asili yake ya ndani, uzima wake uliovulishwa kutoka kwa binadamu wa Kristo na kujitegemea, hapo ndipo ulijitegemea kama nafsi ya tatu. Yaani kwa lugha nyingine, ndipo iliweza kuhitaji kwamba kwa sababu yeye kibinadamu alivyokuwa hapa na ametukuzwa, angepaa mbinguni na kuendelea kuhudumu mbinguni, basi mwakilishi wake huku duniani ni nani? Ni Holy Ghost, survival of his life, uzima wake, Roho Mtakatifu. Na hapo ndipo kuanzia msalaba kwamba ndipo mauti ya milele yalikamilishwa, hivyo kwamba hakuna vile tena angeweza tena kuprocess na kurudia ule uzima wake, bali angeendelea kudumu katika hali ya ubinadamu uliotukuzwa. Na ndiposa kwamba ameturidhisha sisi uungu wake, uzima wake, Roho wake Mtakatifu. Lakini kwa lugha nzuri kabisa zaidi ni kwamba his Holy Ghost, na tunaumbwa upya kupitia kwa uzima huo wake, Roho wake Mtakatifu. Basi katika hayo tunayosema, neno lililokuu ndilo hili: tunaye kuhani mkuu wa namna hii, aliyeketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha ukuu mbinguni, mhudumu wa patakatifu na wa ile hema ya kweli ambayo Bwana aliiweka, wala si mwanadamu. Ibrania 8:1-2. Naona hapo kwamba tuko na nani? Tuko na kuhani mkuu wa namna hii. Kwa maisha yake na mauti yake, Kristo amepata hata zaidi kurejesha kutoka katika uharibifu uliofanywa kupitia dhambi. Lilikuwa ni kusudi la shetani kuleta utengo wa milele baina ya Mungu na mwanadamu. Lakini katika Kristo, hebu sikiliza hapo, lakini katika nani? Kristo. Tunakuwa tumeunganishwa kwa karibu zaidi na Mungu kuliko kama tungekuwa hatujaanguka. Yaani hapo kwanza uzingatie hiyo kwamba kwa kupitia Kristo tumekuwa karibu sana na Mungu kuliko vile ambavyo tungekuwa kama wazazi wetu wa kwanza hawakuanguka kule bustani ya Eden. Sasa hivi tumekuwa karibu zaidi, na ndio maana wanadamu watakuwa kwenye kiti cha enzi. Ukisoma Ufunuo wa Yohana 3:21, wale watakao shinda na kuwa waaminifu, ndio maana kwamba wataketi kwenye kiti cha enzi pamoja naye aliposhinda na akaketi kwenye kiti cha enzi cha Baba yake. Nasi tutaweza kuketi kule, na hata sio malaika. Mbona sio malaika? Na kumbuka kwamba tuko chini ya malaika. Malaika wako na uwezo juu yetu. Mbona tutakuwa hivyo? Tumeinuliwa sana kwa sababu alifanyika mmoja wetu, yaani amejifungamanisha na sisi. Hebu tuendelee na hiyo nukuu. Kwa kuchukua asili yetu, by taking our nature, Mwokozi amejifunga mwenyewe kwa jamii ya mwanadamu kwa kamba ambazo haiwezi kukatika. Yaani kwa hii kamba ambayo haiwezi kukatika, hawezi fika mahali akate hii kamba ikatwe. Si kama umenielewa hapo? Haiwezi fika mahali huu binadamu ungolewe kutoka kwake akuje katika mwili wa kiroho. Hii uweze kulitilia maanani sana. Kwa sababu gani? Utakuja kuona kwamba mtazamo ni mingi, hasa wanafikiria kwamba alipotoka hapa alienda mbinguni, na sasa katika nafsi ile ile inabadilika inakuwa roho, anakuja katika roho. Hiyo sahau kabisa, ni kinyume na vile ambavyo inafunuliwa kwa maandiko na roho ya unabii. Roho ya unabii inaweka wazi kwamba yani ule ubinadamu uliotukuzwa, yeye adumu milele, ako kule mbinguni. Haji katika ile hali yake ya kwamba mwanadamu
aliyetukuzwa haji kwetu. Anayekuja kwetu ni nani? Anakuja kwetu kwa njia ya nini? Nafsi yake ya uungu, asili yake ya kimungu, Holy Ghost. Na ndiyo hiyo tofauti kubwa sana. Na ndiyo maana hata wale wana utatu wanashindwa, wanakaa kama wanachanganyikiwa kidogo. Lakini sasa wana uwili wameenda mbali zaidi hata kuliko hata wana utatu mtakatifu. Amba nirudie hapo. Wana uwili, wana umoja wamechanganyikiwa zaidi, wamepotoka zaidi kuliko hata wana utatu. Yaani shetani mwenyewe si mjinga. Shetani anajua kwamba katika uungu wa kweli, pamoja na kwamba kuna kafara ilizalisha nafsi ambayo haikuwepo, ambayo ni ubinadamu wa Kristo, na ambao baadaye umeasilishwa mbinguni. Sasa kama milele zote zilikuwa mbili, nafsi mbili katika hali ya kiroho, sasa ubinadamu umeongezeka kule. Asili ya Kristo ya kimungu ya kiroho imejitegemea wakati ambapo alikuja katika mwili na zikawa tatu. Na ubinadamu umeshinda, umeasilishwa mbinguni. Yaani kuna kitu inaitwa divine exchange. Na ndiyo maana yake kwamba ubinadamu, kwa sababu umekomboa jahazi, ametukuzwa na ameinuliwa sana, umewekwa katika nafasi ama nafasi ya pili, na kwamba ule uzima wake Holy Ghost kilichobaki baada ya mauti yake na kule msalabani alipoachilia hatimaye, imechukua nafasi ya tatu. Ndio maana shetani yeye alikuja na ujanja wake akasema tu hivi, nyinyi semeni kwamba kuna nafsi hai tatu za milele. Lengo ni kwamba kafara ya Kristo imepakwa matope, kuna giza, hakuna nini? Hakuna kitu Yesu amekitoa. Hakuna vile amekufa milele kwa kitu fulani. Na hicho kitu fulani ndicho kinatukomboa, ndicho kinatusafisha, ndicho kinatutakasa, uzima wa Kristo. Ndio maana yake kwamba ujue kwamba kukiwa na noti bandia, ujue kwamba kuna halisia. Hiyo usije ukasahau. Ndio maana yake nimesema kwamba wana uwili, wana umoja wamechanganyikiwa na wako mbali sana. Ndio maana hata wale wana utatu mtakatifu wakati mwingine wanawashangaa wanaposema kwamba roho ni hewa tu, ni mvuto tu. Yaani maana yake kwamba hakuna kitu Yesu amekifanya. Yaani ukiangalia maandiko yako wazi, nitamtuma msaidizi mwingine baadaye kwamba nitakuja kwenu. Yaani hiyo inakuambia kwamba anayekuja kwetu ni sawa, kwamba yeye anayezungumza atakuja kwetu, lakini atakujaje? Tena inakuambia kwamba akiwa amezingwa na ubinadamu, covered with humanity. Akiwa amezingwa na ubinadamu hawezi kuwa kila mahali. Hawezi akaja katika ule ubinadamu, bali anakuja katika hali yake ya kiroho, ule uzima wake. Na tunaambia kwamba ule uzima wake una nafsi na ni nafsi ya tatu. Sasa utapingaje useme kwamba lazima iwe na mwili ama ifanye namna gani? Katika zama za umilele ameunganishwa pamoja nasi, kwa maana jinsi Mungu yeye aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Yohana 3:16. Alimtoa sio tu kwa kuchukua dhambi zetu na kufa kama kafara yetu. Alimtoa kwa jamii ya watu walioanguka, kutuhakikishia sisi shauri la amani lisilobadilika. Mungu alimtoa mwanawe wa pekee kuwa mmoja wa familia ya wanadamu milele, ili kuendelea kubakiza asili yake ya ubinadamu. Kwani mmoja wa familia ya binadamu anakaa namna gani? Alifanyika mmoja wetu. Alifanyika mmoja wetu. Hii ni ahadi kwamba Mungu atatimiza lengo lake. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Ni kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Huyo mtoto ambaye amezaliwa, ambaye ni Isaya 9:6, inasema kwamba tumepewa mtoto mwanamume. Mungu ametua asili ya mwanadamu na kuipanga katika nafsi ya mwana wake, na ameichukua hiyo hiyo katika mbingu za juu kabisa. Ni mwana wa Adamu ambaye anashiriki kiti cha enzi cha ulimwengu. Ni mwana wa Adamu ambaye jina lake litakuwa mshauri wa ajabu,
Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Mimi ni kiungo baina ya Mungu na jamii ya wanadamu, akiweka mkono wake kati ya wote wawili, Mungu na mwanadamu. Yeye ambaye ni mtakatifu, asiye dhuru, asiye na unajisi, alitengwa kutoka kwa wanadamu. Haoni haya kutuita sisi ndugu zake. Ibrania 7:26 na 2 Ibrania 11. Katika Kristo, familia ya duniani na familia ya mbinguni zimefungwa pamoja. Yaani tumeunganishwa, ni sawa sawa na ile ngazi. Unajua ile ngazi ya Mwanzo 28:11-12 ambayo baadaye inaelezewa kwamba ni Kristo. Kusoma kile kitabu cha Yohana Injili 1:51. Unaona kwamba upande mmoja umekanyaga hapo ulimwenguni, upande mwingine umekanyaga wapi? Nje yake imefanya nini? Imefika hata kule mbinguni. Yaani hata hiyo inakupatia asili mbili za Kristo, za Yesu, uungu wake na ubinadamu wake. Ubinadamu wake umetufikia. Alichukua ubinadamu wetu, alifanyika mmoja wetu, na uungu wake umeshikilia kiti cha enzi. Si kama umenielewa hapo? Kuna zaidi na zaidi ya hapo. Kristo akiwa ametukuzwa ni kaka yetu. Na wale wanasema kwamba usimuite Kristo kaka yenu. Asi tukamkataze hapa, tukamtafute mjumbe wa Mungu dada White, tumuulize mbona aliandika hivi. Kristo akiwa ametukuzwa ni nani? Ni kaka yetu. Na hata Biblia hapo inaeleza wazi, kitabu cha Ibrania 2:11, kwamba haoni haya kutuita ndugu zake. Mimi mbona nione haya kumuita ndugu yetu na kaka yetu mkubwa? Mbingu zimehifadhiwa katika jamii ya wanadamu, na jamii ya wanadamu imefunikwa katika kifua cha upendo usio kikomo. Hebu sikiliza hapo, naomba nirudie hiyo kauli. Na jamii ya wanadamu imefunikwa katika kifua cha upendo usio na kikomo. Hiyo upendo wa Mungu. Hiyo ni Desire of Ages, ukurasa wa 25. Tumaini la vizazi vyote, sura ya 25. Usije ukasahau hili kwamba ukisoma kitabu cha Christ Object Lessons, ukurasa wake ni wa 415. Aya yake ni ya 5. Ujumbe wa mwisho wa rehema, the last message of mercy, kabla mlango hujafungwa, ni ufunuo wa tabia ya upendo wa Mungu. Yaani tabia ya upendo wa Mungu itafunuliwa. Ndiyo huo ujumbe wa kilio kikuu. Ujumbe wa kilio kikuu ni ufunuo wa tabia ya upendo wa Mungu. Inafunuliwa, inaonyesha jinsi ambavyo mbingu imegharamika na upendo mkubwa wa namna hiyo. Je, huo si upendo? Kajitoa nafsi yake ambaye alikuwa yuna namna ya Mungu, akatoa uzima wake, Holy Spirit, mwili wake wa kimungu, wa kiroho, akauvunja kusudi tuweze kuwa washirika wa asili ya uungu. Na anashiriki pamoja na sisi, tunashiriki na yeye mwili wake. Je, huo si upendo mkubwa wa namna hiyo? Yeye akiwa ni kichwa, sisi tukiwa ni viungo, ndio tunakamilisha mwili wake. Yaani ni sawa sawa na kwamba ingekuwa ni uwezekano kwamba katika hali ambayo ulivyo, hebu jaribu kuangalia taswira hiyo, kama ingewezekana kwamba wewe uvunje mwili wako, ufanyike mbuzi, uwe mwana mbuzi, jamii ya mbuzi, alafu ukiwa ni mmoja wa wale mbuzi umewakomboa, kisha sasa mwili wako ambao uliivunja, ambao ni mwili ambao wa kibinadamu, mwili huo uliovunja, wewe kama mmoja wao wa wale mbuzi uwe ni kichwa, alafu wale wengine ambao wataweza kukua upande wako wakamilishe mwili wako wa kibinadamu. Kwa namna gani? Yaani ule mwili wa kiroho sasa, katika hilo umbo la kiroho
wanapokuwa washirika wa umbo la kiroho, wanakamilisha lile umbo, wanaunda mwili mpya, ule ambao ni wa kale. Na makubwa na mengi ya kujifunza. Ndio upendo mkubwa wa namna hiyo. Bali yeye kwa kuwa akaa milele anao ukuhani wake usioondoka. Ibrania 7:24. Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu ninyi kwanza, ili kuwabarikia kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Matendo ya Mitume 3:26. Matendo ya Mitume 3:26. Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu, alimtuma kwenu nyinyi kwanza, ili kuwabarikia kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Maovu yetu tunatakaswaje na maovu yetu? Tunapata aje nguvu ya kushinda dhambi? Ni kwa njia ya Kristo, sawa? Njia nani? Ya Kristo. Kuna uhusiano kati ya kutakaswa kwetu, yani kusafishwa kwetu kwa kuoshwa kwetu na matendo yetu maovu na nini? Na uzima wa Kristo, Roho wake Mtakatifu. Kasome kitabu cha Tito 3:5-6. Ukasome kitabu cha Petero wa pili 1:4. Ukasome pia kitabu kile cha Ibrania 9:14. Ukasome pia Review and Herald Mei 19 mwaka 1904, ukurasa wa 42 aya ya kwanza hadi 3. Uovu ungeshindwa tu na nafsi ya tatu katika uungu. Ndio inakuja kuonyesha na kueleza kwamba nafsi ya tatu katika uungu ni uzima wa Kristo unaojitegemea, Holy Ghost. Na ndio manake kwamba anamiliki hizi asili mbili zinazojitegemea. Ubinadamu uliotukuzwa ndiyo nafasi ya pili au nafsi ya pili. Nafsi ya tatu ni nini? Ule uungu wake, his divine nature. Yani ndi sawa sawa na kusema kwamba the Son of God, the Son of Man. Kristo, alafu tunakuja kuona kwamba Yesu Kristo, haya majina mawili ni sawa sawa yanaporejelea kwamba Kristo ni mbinguni, alafu Yesu ni duniani. Mungu, hiyo tumeshaangalia hapo kwamba karama ya Yesu inayotubariki kwa kutugeuza kutoka katika maovu yetu ni karama ya Roho wake Mtakatifu. Ellen White huifafanua neema yake kama Roho Mtakatifu, na Warumi 1:5 unasema kuwa neema inatolewa kwa ajili ya utii. Lazima wawe na neema yake Roho wa Kristo ili kuwasaidia madhaifu yao. La sivyo hawawezi kukamilisha tabia ya Kikristo. Yesu anapenda sisi kuja kwake kama tulivyo, wa dhambi, wasio na msaada, wenye utegemezi. The Faith and the Works, ukurasa wa 38. Unaona kwamba neema ya Kristo bayo ndiyo ile kwamba anasema katika kitabu cha Efeso 2:8 kwamba tunaokolewa kwa neema. Je, neema yamaanisha nini? Neema ya Kristo ni nini? Lazima wawe na neema yake Roho wa Kristo. Kwa hivyo neema yake ni nini? Ni Roho wa Kristo. Ule uzima wake wa kimungu ndiyo unatusaidia kufanya nini? Ili kusaidia madhaifu yao. Madhaifu yao ni kama nini? Uzinzi, uongo, mchuki, masengenyo, uchawi, tamaa mbaya za kimwili, ulevi, ulevi, ulafi, mambo mengi. Hizo zote ni tamaa za mwili na pia madhaifu yao. Tuweze kufanana nani? Kristo. La sivyo hawawezi kukamilisha tabia ya Kristo. Kwani tabia ya Kristo itakuwaje kwetu?
na ndiyo tunahitaji kwamba tuweze kuvaa vazi lake. Vazi lake ni tabia ya Kristo iweze kudhihirishwa kwetu, na hao ndio watakubaliwa kuingia kwenye karamu ya harusi. Heri walioalikwa kwenye karamu ya harusi ya mwana kondoo. Kumbuka hata ile Mathayo 22 kuna harusi, karamu, sherehe kubwa ambayo imeweza kuona kwamba mtu aliweza kualikwa, yani aliweza kuingia kule akiwa na mavazi lake. Ndiposa anaulizwa kwamba umeingiaje hapa ukiwa na vazi la kwako? Mbona hauna vazi la harusi? Yule mtu hakuwa anajibu. He was speechless. Ndiposa kama vile wengi leo hii, yani mbona hatuna vazi la harusi? Vazi hilo ni haki ya Kristo, Roho wake Mtakatifu. Bila Roho wake Mtakatifu hatustahili kuingia kwenye sherehe. Na unapoulizwa swali, mbona hauna Roho Mtakatifu, utatoa jibu gani? Ni vazi ambalo limetolewa kwa gharama kubwa, hatulipii kitu, ni kulipokea tu na kuvaa, yani kulichukua na kulivaa. Nadhani kwamba hiyo si kitu cha kukosa jibu la kurudisha. Mbona mbingu inakuuliza, mbona huna vazi la harusi? Nilitoa uzima wangu, nikachukua mauti yako, ukachukua ili kusudi uweze kupokea uzima uliokuwa wangu, Roho wangu Mtakatifu. Mbona huna Roho Mtakatifu? Hebu na Mungu akatusaidie sana hapo. Kama mwana hakutoa hiyo kafara isiyo ya na kifani, hakukuwa na upatanisho wa utakatifu mbinguni. Hakukuwepo na kuvua Roho Mtakatifu kutoka katika ubinadamu wa Kristo. Kwa hiyo asingekuwa mwanadamu kamili, na kama hakuwa basi asingekuwa mfano kwetu kufuata. Sikia hapo kwa nini? Ani lini? Yani ikiwa hakukuwa na upatanisho, ikiwa hakutoa hiyo kafara ya uzima wake, ikiwa hiyo kafara haikutolewa, yamaanisha kwamba hakukuwepo na upatanisho wa patakatifu mbinguni. Upatanisho unatolewa kwa namna gani? Kwamba damu imemwagika, damu imetolewa, damu yake ambayo ni Roho Mtakatifu, Ibrania 9:14. Hiyo damu imetolewa kwa ajili iwe tiba, kutupatanisha. Kidokezo zaidi ni kwamba kile kitabu cha Wagalatia, Leviticus 17:11, Mambo ya Walawi 17:11, na pia Mwanzo 9:4, uhai huu katika damu. Basi ikiwa hakutoa kafara ya aina hiyo, yamaanisha kwamba upatanisho bila shaka utakuwa umetoweka. Hakukuwepo na kuvua Roho Mtakatifu kutoka katika ubinadamu wa Kristo. Ikiwa hakufanya hivyo, yamaanisha kwamba kule msalabani alipokufa hakukuwepo na utengo. Na kama hakukuwepo na utengo kwamba tumepokezwa kitu fulani milele zote, tumerithi nini basi? Na kama hakufanya kitu kama hicho kule mbinguni kwenye hema takatifu, itamaanisha kwamba hakukuwa mwanadamu kamili. Na kama hakukuwa mwanadamu kamili, na maanisha kwamba hakuwa kielelezo kwetu, na hawezi kuwa kielelezo kwetu. Lakini leo hii tunajua kwamba alikuwa kielelezo kwetu. Unajua jambo hili tunaweza kuwa tunaendelea kulizungumza. Unazungumza kwamba Yesu ni kielelezo kwetu kwa mdomo tu, lakini kama ukiri kafara aliyoifanya, kama haujui kwamba alikuja katika mwili kama vile tulivyo, najua hapo utaanza kuuliza swali, wewe unamaanisha aje sasa? Si alizaliwa na Holy Ghost? Ni sawa, hata wewe unafaa uzaliwe na Holy Ghost. Na mimi pia nizaliwa na Holy Ghost. Nazaliwaje? Yaani nimezaliwa kibinadamu, na pia nizaliwe namna gani? Na nizaliwe na katika hali ya kiroho. Ndiyo manaka alipomwambia Nikodemo ya kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi akaona ufalme wa mbinguni. Unazaliwa kwa mara ya pili kwa njia ya Roho wake. Na unapotumbukizwa kule majini kwa jina la Yesu, unapotolewa kule majini, basi anayekubatiza ni Roho, ni Kristo mwenyewe kwa njia ya Roho wake, uzima wake.
ndiyo manake ya kuzaliwa mara ya pili. Sasa kama ulizaliwa kwa hali hiyo majini na huku unajua kafara ambayo imefanyika, basi ndugu yangu na dada yangu, bado haujabatizwa mara ya pili, haujaweza kupokea uzima, Roho wa Kristo na zawadi kuu. Anayekubatiza na Roho ni Kristo mwenyewe. Ni kitu kimoja kuingia majini na kutoka ukiwa umepokezwa Roho wa Kristo, zawadi ya juu kabisa. Ubatizo manake umeelewa nini ama umeamini nini? Ukiwa umeamini kafara ya Kristo aliyoifanya, zawadi kuu ikatolewa ya uzima wake Roho Mtakatifu, basi bila shaka unapokea nguvu hiyo, uwezo huo, uzima wake, nafsi ya uzima wake, Holy Ghost anashuka juu yako. Yaani kama vile tu ilitukia kwenye ubatizo wake. Holy Ghost alishuka juu yake. Vivyo hivyo ndio inafanyika kwamba tunapobatizwa tukitoka majini, basi naye anatubatiza. Anatubatiza mwenyewe. Kristo mwenyewe anatubatiza na Roho wake. Wala hakuna mwanadamu anayeweza kubatiza na Roho. Yaani kwa kifupi, hakuna mwanadamu anayeweza kupatia Roho wa Kristo. Kristo yeye mwenyewe ndiye anatubatiza na Roho wake, au uzima na uzima wake. Kaangalia mafungu mawili hapa. Kitabu cha Yohana Injili 4. Tuangalie Matendo ya Mitume 11. Tuanzie 1:5. Matendo ya Mitume 1:5. Ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Alafu hiyo Matendo ya Mitume hiyo Matendo ya Mitume 11 mstari wake ni wa 15 na 16. Ikawa nilipoanza kunena, Roho Mtakatifu akawashukia kama alivyotushukia sisi mwanzo. Nikalikumbuka neno lile la Bwana, jinsi alivyosema, Yohana alibatiza kwa maji kweli, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Na kisha 19:1, ikawa Apolo alipokuwa Korintho, Paulo akisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso. Akakutana na wanafunzi kadhaa wa kadha huko. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akamuuliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Ndipo Paulo alipokwisha kuweka mikono juu yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Yaani hayo yote ni maelekezo yanatuonyesha kwamba anayetubatiza kwa Roho Mtakatifu sio mwanadamu, bali ni Yesu mwenyewe. Unapotumbukizwa kule majini, baadaye unapokuwa kwamba umetoka majini, Yesu mwenyewe ndiye anakubatiza na Roho wake. Unapata nguvu, unazaliwa upya. Pasipo hivyo, sinamaanisha utakuwa unaishi maisha yenye dhambi, yasiyo na ushindi. Basi ikiwa hakuweza kutoa nafsi yake
inamaanisha kwamba hakuja katika hali yetu na kwamba hakuweza kuwa kielelezo kwetu na hawezi kuwa mfano wetu basi wa kufuata, lakini alifanyika mwanadamu kama sisi, tukizingatia uungu wake ya kwamba alituridhisha sisi uungu wake. Hivyo kusinge kuwepo na nguvu ili kushinda dhambi, na mwanadamu angetenda dhambi milele bila hiyo nguvu. Yaani kwamba hapa tiba ilitolewa ya kuweza kushinda dhambi. Bila hiyo tiba kutolewa, tungeendelea kuwa wenye dhambi milele. Bila hiyo kafara isiyo na kifani, kusinge kuwa na wokovu, kwani kusinge kuwepo na tiba ya dhambi kwa njia ya zawadi ya Roho Mtakatifu katika sura ya asili ya kimungu ya Kristo anayotupatia. Kumbuka tunaendelea kuangalia kwa nini Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu, na ni lini Roho Mtakatifu ameanza kuwepo kama nafsi ya tatu ya uungu. Na tumekwisha dokeza hapo kuonyesha kwamba ni baada ya kwamba amezaliwa katika sura nyingine. Ubinadamu ambao haukuwepo, ambao sasa amekuja katika ubinadamu wetu ambao na baadaye ameshinda na umetukuzwa, ndiposa hapo tunaona kwamba kule msalabani hatimaye uzima wake ulitolewa rasmi kuwa nafsi ambaye inajitolewa, na ndio maana yake ya kwamba ulivulishwa ubinadamu na ukajitegemea. Tena kwa hiyo ni Petro wa pili 1:4, ametukirimia ahadi kubwa mno za dhamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Kuzaliwa katika sura nyingine ilibidi kuanzia kwenye patakatifu pa mbinguni, kwani kafara ya Kristo ni utimilizo wa kitu halisi cha huduma nzima ya patakatifu mbinguni na duniani. Na kile kinachotokea katika patakatifu pa duniani lazima kitokee vile vile katika pale pa mbinguni, kwani pale pa mbinguni ni kielelezo cha pa duniani. Kwa hiyo kafara lazima ianzie patakatifu pa mbinguni. Ndio maana Musa alipewa maelekezo ya kwamba chochote alichokitengeneza kiwe ni mfano wa kitu halisi cha mbinguni. Akiwa amezingwa na ubinadamu, Kristo asingeweza kuwa kila mahali mwenye wa binafsi. Kwa hiyo ilikuwa ni vema na kwa faida yao mitume awaache kusudi aende kwa Baba yake na kuwatumia Roho Mtakatifu kuwa mrithi wake hapa duniani. Roho Mtakatifu ni yeye mwenyewe. Kristo akiwa amevulishwa nafsi ya ubinadamu na akijitegemea, angejiwakilisha mwenyewe katika sehemu zote kwa njia ya Roho Mtakatifu. Manuscript Releases namba 1184. Vile vile Manuscript Releases volume yake ni ya 14, ukurasa wake ni wa 23, aya yake ni ya 3. Sasa wewe kama uoni, yani hapa uzima wa Kristo, Roho Mtakatifu akiwa anajitegemea nafsi huru, ndugu yangu na dada yangu, naomba Mungu aweze kukusaidia, aweze kutusaidia tuweze kuwa na umoja. Na umoja huu unaletwa na Roho Mtakatifu. Uelewa, utulivu, kutulia katika ukweli. Tendo la kujivua ubinadamu wake kutoka kwa Roho Mtakatifu mwenyewe lilitakiwa kuanzia katika patakatifu pa mbinguni, kwani ilikuwa ni Roho wake Mtakatifu aliyemzaa katika tumbo la Maria. Hiyo nafahamu kwamba ukisoma kile kitabu cha Luka 1:35 sema kwamba nguvu zake aliye juu zitakujilia wewe, na ndiposa tunakuja kuona matokeo yake ni Yesu mwana wa nani? Mwana wa Maria hapa duniani, na alikuwa ni mwana wa Mungu katika upeo mpya. Kwa sababu gani? Alikuwa amezaliwa. Yaani kama tungesema kwamba baba yake ni nani, alikuwa ni Holy Ghost. Holy Ghost ndiye amemzaa tumboni mwa Maria. Roho Mtakatifu alitakiwa kuvulishwa nafsi ya ubinadamu na kufanywa huru
wa tendo linalotokea kabla ya kuzaliwa katika sura nyingine. Hii ni sehemu ya asili ya uungu. Lakini hata hivyo ni dhahiri kabisa kuwa lilitokea. Ilikuwa kafara ya kuzaliwa katika sura nyingine ya patakatifu pa mbinguni iliyotoa kwanza nafsi ya tatu ya uungu, nafsi ya ubinadamu wa Kristo. Hii ilitokea kwanza wakati mwana wa Mungu alipovua Roho wake Mtakatifu kutoka kwa ubinadamu wake. Hii ilibidi itokee kabla Roho Mtakatifu hajamzaa katika tumbo la Maria. Yaani kwamba ule mwili wa kiroho kutoa uzima ama kuachilia uzima wake na zile sifa na umbo. Sasa uzima wake ulitolewa kutokana na lile umbo alilokuwa nalo. Na usije ukasahau ili umbo lilikuwa badiliko lilikuwa limeendelea. Alionekana akiwa na umbo kama la malaika. Na yeye hakuwa malaika. Na baadaye tena anaonekana akiwa na umbo linalokaribiana na la wanadamu. Naweza kusoma kitabu kile cha maandiko ya awali kurasa wa 126. Aliingia mara ya tatu na mara ya tatu alitoka, tungeweza kuona ubinadamu wake. Haimaanishi kwamba alikuwa mwanadamu, lakini alikuwa na umbo ambalo linafanana na la binadamu. Siri ya utauwa ni kuu. Ndio maana yake kwamba kabla ya hatimaye kuzaliwa hapa, aliachilia uzima wake, kuvulishwa katika hali hiyo na hilo umbo ambalo linafanana na la ubinadamu. Aliachilia umbo la kiroho, mfanano wa kibinadamu. Basi anapozaliwa hapa duniani hatimaye, ndio maana yake kwamba ule uzima, Holy Ghost, survival of Christ, ndio ulimzaa tumboni mwa nani? Maria. Kuzaliwa katika sura nyingine. Mwana alizaliwa kwanza katika sura mfanano wa malaika. Malaika mkuu Mikaeli, kwa kusudi hasa la kudhibitisha kwao kuwa hawakutakiwa kuwa wametenda dhambi, sawa tu na ambavyo baadaye alizaliwa katika sura mfanano wa mwanadamu, ili kudhibitisha kuwa mwanadamu Adamu na wanadamu wote hawakutakiwa kuwa wametenda dhambi. Hii ndiyo maana Bwana mwenyewe anashuka kutoka mbinguni na sauti ya malaika mkuu, kwani ndivyo alivyo milele, na hali kadhalika ameunganishwa na ubinadamu milele. Hii yote ni sehemu ya asili inayohusu kuzaliwa katika sura nyingine, ambayo Ellen White husema tutakuwa tunajifunza zaidi milele yote. Unajua uumbaji, sisi kuumbwa kwetu, yani tumeumbwa kusudi tuweze kuchukua nafasi zile ambazo ziliachwa na wale malaika walioasi kutoka mbinguni. Naweza kaipata kwenye Truth About Angels. Tuliumbwa tuweze kuchukua nafasi za wale malaika ambao waliasi. Na hii kuwa mpango wa Mungu kwamba yani angekusudia kwamba wale malaika wangeendelea kuwa ni viumbe na ambao ni mahekalu ya Roho wa Mungu. Lakini kwa sababu walikataa ofa imekuja kwa wanadamu, na ndio baadaye tunakuja kuona ya kwamba basi msisahau jambo hili kwamba nyinyi ni mahekalu ya Roho Mtakatifu. Lakini Mikaeli malaika mkuu aliposhindana na Ibilisi na kuhojiana naye kwa ajili ya mwili wa Musa, hakudhubutu kumshtaki kwa kumlaumu bali alisema Bwana na akukemee. Yuda 9. Sababu ya shetani kutotambua ukuu wa Kristo akilinganisha na yeye mwenyewe ni kwa sababu Kristo alikuwa kabisa katika mfanano wa malaika wenzake, yani Mikaeli. Baadhi ya watu walifanya kosa hilo. Hata leo hii wanafanya kosa hilo wakati Kristo alipokuwa duniani katika mfanano wa mwanadamu. Kwa hiyo si walidhani kwamba ni mwanadamu wenzao, pasipo kuelewa ya kwamba alikuwa ni Mungu ambaye amedhihirishwa katika mwili. Kwa hiyo shetani akiwa malaika mwenye muonekano mzuri zaidi na karama, alijiinua
na kutamani nafasi ya kuhusishwa katika mabaraza kati ya Mungu na mwanawe. Kwa namna hiyo hiyo, baadhi ya watu walikuwa na muonekano mzuri zaidi kulikuwa Kristo alipoonekana katika sura ya mwanadamu, na kujidhani wenyewe kuwa bora zaidi kuliko Kristo kwa sababu ya maarifa yao, karama za pekee, muonekano mzuri na kadhalika. Yaani vivyo hivyo ndivyo malaika mbinguni walijiona. Lucifer alijiona kwamba alikuwa ni bora hata zaidi kuliko Kristo ambaye alikuwa na muonekano wa malaika Mikaeli mkuu. Na vivyo makosa hayo yalifanyika pia hata alipokuwa hapo ulimwenguni. Wengine walimuona kama walijiona bora hata kuliko yeye. Na ndivyo ilivyo leo hii kwamba ametafsiriwa vibaya visivyo na maandiko matakatifu vile yanavyomfunua. Amezaliwa, ameonekana kwamba ni mdogo. Ndio manaka aliweza kufa kule msalabani pasipo kuzingatia alichokifanya ni nini. Rafiki yangu, my friend, alitoa uzima wake, aliachilia uungu wake, ndiposa akaja hapa duniani. Bible Echo October 12 mwaka 1896 aya ya kwanza. Aliweka uungu wake kando, ikawezekana aje katika mwili wetu. La sivyo wanadamu wangeteketea, angekuja na ule utukufu na uungu wake. Baba yetu wa mbinguni hajaona vema kufunua kwetu sisi ni namna gani Kristo alivyozaliwa katika sura ya malaika. Hivyo inabidi tuwe waangalifu sana kutoingia katika uwanja wa hatari wa kuvumisha mambo. Katika hilo inatuambia vizuri kwamba ametufunulia hasa zaidi kuhusu alivyokuja katika ubinadamu wetu. Lakini katika upande wa malaika hajatufunulia ndani ni jinsi gani na namna gani mambo kama hayo. Lakini katika upande wa kwetu imefunuliwa. Tuweze kuwa makini sana katika hilo. Na mambo mengi tutakuja kuyajua hata baadaye. Wapasheni mataifa habari, angalieni ya ubirini juu ya Yerusalemu, ya kwamba walinzi wanatoka katika nchi ya mbali, wanatoa sauti yao juu ya miji ya Yuda. Yeremia 4:16. Tuna haja ya kuogopa zaidi kutoka ndani kuliko kutoka nje. Vikwazo na nguvu na mafanikio ni vikubwa zaidi kutoka katika kanisa lenyewe kuliko kutoka ulimwenguni. Selected Messages, volume yake ni ya kwanza, ukurasa wake ni wa 122. Kusimama katika kweli, kutetea ukweli na haki wakati wengi wanatuacha, kupigana vita vya Bwana wakati mashujaa ni wachache. Huu ndio utakuwa mtihani wetu. Hiyo ni Testimonies, volume yake ni ya 5, ukurasa wake ni wa 136. Hata sasa mashujaa ni wachache. Tutetee ukweli, tuinunue kweli na tusiuze. Mithali 23:23. Mungu akubariki popote unapokuwa. Mungu anakupenda sana. Ndiyo maana Yesu kaja, ametupatia uzima uliokuwa wake. Tafakari hilo sana. Uzima uliokuwa wake ndio Mtakatifu, kusudi afe mauti yaliyokuwa yetu. Mauti iliyokuwa yetu ni mauti ya milele. Ndio maana anadumu milele kama mwanadamu. Uzima uliokuwa wake ni Roho Mtakatifu, katuridhisha sisi. Tuna kila haja ya kufurahia na kumshukuru Mungu sana kwa hilo ambalo amelifanya na kwa upendo mkubwa wa namna hiyo. Basi katika somo letu tumeweza kuangalia hapo, tukaona kwamba Roho Mtakatifu amekuwepo kama nafsi ya tatu iliyojitegemea. Hatimaye aliposema kwamba imekwisha, na hapo kwamba hatimaye zawadi imetolewa kwa wanadamu. Na hata kama tungekuwa tumefunuliwa tuone mbingu vile kulifanyika, kwamba walifurahia sana. Elia na Enoki na Musa walifurahia sana, kwa sababu bila ushindi huo
Yamaanisha kwamba mpango wa ukombozi ungeisha, wao wenyewe wangedondoshwa kutoka mbinguni. Ama unadhani wangebaki kule mbinguni? Wangedondoshwa kutoka mbinguni. Na ndiyo maana Elia na Musa walikuja kumfariji na kumtia nguvu kule kwenye tukio la kugeuzwa sura. Walikuja kumtia nguvu kwamba aendelee kusimama, atashinda hatimaye. Pambano lilikuwa kali kweli. Mungu akusaidie. Mungu atusaidie tuendelee kuyazingatia mambo haya na kuyatafakari. Ni mambo ya ajabu mno. Ni mambo ya ajabu mno. Kachukue muda wako kuendelea kuchunguza na kujua mapenzi ya Mungu ni nini. Basi tuweze kumaliza kwa njia ya ombi. Baba wetu mwema wa mbinguni, tunakuja kwako tukiliitia jina lako. Tunakushukuru kwa kuwa umekuwa pamoja nasi tangu tuanze kipindi hiki hadi tumefika tamati. Mapenzi yako yatimizwe katika maisha yetu. Kambariki mtazamaji anayefuatilia vipindi vya kanisa la saa 11. Mfunue macho tuweze kuwa pamoja kuona ukweli huu, aweze kufanya maamuzi yaliyo bora kabla mlango wa rehema hujafungwa. Tulinde tena hata katika kipindi kitakachofuata utakavyopenda, ni katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amina. Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulichokimbia Roma? Kipi unachofundisha leo? Mafundisho idara bima na msalaba, kanuni wa ina lesoni. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.
Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Nini maana ya matengenezo? Ni kuinua nuru iliyokanyagwa na kutoa maonyo juu ya makanisa yaliyoacha ukweli na kuungana na ulimwengu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.